Zako na ukuu wako unastahili sifa, kuinuliwa na kuabudiwa. Ninakukaribisha tena mtazamaji wa Gospel Voice TV katika jina la Yesu. Niko na imani kubwa ya kwamba Bwana amekuweka uhai na uzima ili tuweze kushiriki hili neno pamoja, na nuru ya Bwana iweze kutuangazia. Bwana anatuwazia mawazo mema, na niko na imani kubwa ya kwamba makusudio yake katika maisha yako itatimia. Anatuwazia mawazo mema, na kwa hivyo niko na imani ya kwamba makusudio yake katika maisha yako itatimia. Niko na imani ya kwamba makusudio ya Bwana katika maisha yake itatimia. Nataka tuweze kuomba ili tuweze kuingia kwa neno. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya hii nafasi umenipea. Natangaza nuru yako na ushindi wako, natangaza fadhili zako na hata neema itokanayo na wewe. Makusudio yako yatimie katika maisha yetu, na jua la wema na nuru yako ituangazie. Niko na imani ya kwamba lile neno utakalo linena jioni ya leo litaleta ushindi kwa maisha ya kila mmoja wetu kwa utukufu wako. In Jesus name we pray. Leo tunaongea kuhusu mwanadamu kuwa mwangalifu katika maisha yake. Mwanadamu kuwa mwangalifu katika maisha yake. Tunaongea kuhusu mwanadamu kuwa mwangalifu katika maisha yake. Unapokosa kuwa mwangalifu, ya kwamba hatari kubwa katika haya maisha ni wakati shetani amekusaidia. Hatari kubwa katika haya maisha ni wakati shetani amekusaidia. Maana akikusaidia atapata legal ground ya kukaa kwako. Akikusaidia atapata legal ground ya kukaa katika maisha yako. Na shetani anatakaga akusaidie in the initial stage, wakati unafanya mambo ya kwako, lakini unakuta ya kwamba hauko mwangalifu. John chapter 14 and verse 30, Yesu akiongea Yohana 14 na mstari wa 30. Yohana 14 na mstari wa 30, Yesu anasema maneno haya: I will not say much more to you, for the prince of this world he is coming. He has no hold over me. Yesu anaongea akisema ya kwamba sitasema maneno mengi na nyinyi, kwa sababu anayetawala mfalme wa hii dunia anakuja, na hana kitu cha kujishikilia kwangu. Na kwa hivyo mtu anapokosa kuwa mwangalifu, shetani kuna vitu anapenda kusaidia na zenyewe, especially katika maisha, ili akisha kusaidia atapata legal ground, atapata nafasi katika maisha yako, atapata nafasi ya kwamba kutoka pale anataka kuwa shareholder na atatawala percentage fulani. Kuna maeneo ambayo shetani ametusaidia, na akishatusaidia katika hiyo maeneo, in reality hauwezi muondoa. Anahitaji foothold. Hiyo kitu imeandikwa hapo. Anahitaji mahali pa kujishikilia, anahitaji platform. Kutoka pale katika hiyo maisha vile utaishi, atangana. Kwa mfano, unahitaji bwana, you need a husband, alafu unakuta ya kwamba haupati. Mwishowe unaambiwa kuna mahali ukienda ufanyiwe ABCD utapata bwana. Let me tell you, umepata bwana, hata urudi nyuma ya hiyo uokoke, unless hiyo doa ivujike, shetani amepata foothold ya ile kitu alikuwa anatafuta. Maisha mtu hujiangalia ndio shetani asipate kitu cha kujishikilia. Paulo anasema hivi, Wakorintho wa kwanza 16 na mstari wa 13. Mstari 1 Corinthians chapter 16 and verse 13, Paulo anasema be on your guard, stand firm in faith. Anasema ukuwe mwangalifu, usimame katika imani. Usipojiangalia, vitu za kumaliza imani kwa Mungu ni mingi. Utakuta hata sauti na kuongelesha inakwambia Mungu hakupendi. Utapata sauti na kuongelesha inakwambia Mungu ndiye anasababisha uteseke. Utapata sauti ya kukuongelesha ya kukwambia Mungu hana haja na wewe. Utapata sauti na kuongelesha inakwambia, kama vile Ayubu aliambiwa na mke wake, tukana Mungu ufe. Hiyo sauti haitakosa katika maisha, ili hali Biblia inasema ya kwamba anatuwazia mawazo mema. Biblia inasema ya kwamba anatupenda kiwango cha kwamba ameandika majina yetu kwenye mkono wake wa kuume. Listen, this is how God loved us. Lakini unakuta kwa sababu ya changamoto, unakuta tunapitia hali gumu, na kutoka
kutoka pale maisha haikai the same, na mtu anakuwa sasa akona bitterness hata na Mungu. Ushaikuta mtu akiomba anasema Mungu nimekusamehea, ili hali badala yeye asamehewe na Mungu, yani akona ushungu kwa sababu amekaa kanisani. Nimekutana na mtu ambaye ameniambia mimi sitaambia Mungu tena about husband. Hiyo biashara nimeondoa, akitaka kupeana apeane, akitaka kuninyima aninyime, lakini sitamwambia tena. Yani unafika level ya kukasirikia Mungu. Mwingine nimekutana naye ameniambia kwamba nimeamua nipatia Mungu break kwa mwaka mmoja na nusu, mimi sitaingia kanisa. Nilienda kwake akiwa amekaa nyumbani miezi 4, na nikajaribu kumsihi na kumpembeleza, you cannot give God break, haiwezekani. Lakini akaniambia hata uniambie namna gani, kama zile vitu zote nimemwambia hajasikia, sitarudi kanisa mpaka mwaka mmoja na nusu uishe. Nataka nikuambia ya kwamba mtu amefika level ya kukozwa na Mungu ni mtu wa kukosa kuelewa vile Mungu huwa anafanya kazi, ni mtu ambaye haja kuwa mwangalifu. Na ni vizuri nikuambie maneno haya. Ni mambo gani ambayo mtu anatakikana akuwe mwangalifu kwake? Number 1, unahitajika ukuwe mwangalifu kwa foundation, kwa misingi ambayo unaweka katika maisha yako, msingi ambayo unasimama katika maisha, unasimamisha katika maisha. Utakapokosa kuwa mwangalifu kwa msingi, ni kusema ya kwamba anything that will happen after that, hakuna kitu ambayo kitafanyika. Nyumba ikiwa haijajengwa na msingi mzuri, hata kama juu itaonekana mzuri, finishing yake imetokelezea sawa, reality ama ukweli ni hivi: wakati kutakuja shake up, hiyo nyumba haitasimama. Wakati kutakuja tetemeko la ardhi, hiyo nyumba haitasimama. Wakati kutakuja gharika, hiyo nyumba haitasimama. Jambo moja unahitajika ujijenge kwake ni msingi. Na mimi niseme hivi, tunahitajika tujijenge kwa msingi wa imani kwa Mungu. Watu huamini washugaji, watu huamini waobezi, waobewe, watu huamini vitu zingine, but watu hawamwamini Mungu. Watu wanaamini ndugu zao ambao wako na fedha. Watu huamini pesa zaidi ya kwamba iko na uwezo wa kuwafanyia kila kitu, ili hali Mungu ndiye mwenye uwezo. Psalm 62 and verse 11 inasema all powers belongs to God. Nguvu zote na mamlaka ni za Mungu. Kwa hivyo utakapokosa kuwa mwangalifu, reality ni hii: utajenga msingi ambao huo msingi hautasimama. Kuna wakati miaka ile tulikuwa shule, ni mwaka wa kuweka msingi, na miaka hiyo serikali ya Kenya imesukuma sana watu wote, wazazi wote waweke watoto wao kwenye msingi wa elimu, katika msingi wa masomo. Lakini unakuta ya kwamba kuna wengine ni kulazimishwa na chief amesema kama mtoto haendi shule, wewe nitakupeleka jela. Kwa ajili ya hiyo ndio anaona umuhimu sasa, kwa sababu yani hata si umuhimu ameona, ni kutishiwa, ametishiwa na chief. Sasa hiyo ndio imesababisha aone ya kwamba kweli kuna haja mtoto wangu aende shule, ili hali mtoto huyu akikosa kwenda shule, kuna msingi wake mmoja umeharibika. Unahitajika uweka msingi wa maombi katika familia yako. Ukute ya kwamba on a daily basis you need to pray for your family, you need to pray for your children, you need to pray for your wife, you need to pray for your husband, you need to pray for your parents, you need to pray for your fiancé, you need to pray for your spouse, you need to pray for... Uweka msingi wa jamii na uhakikisha jamii yako imesimama kwa msingi wa maombi. Weka msingi wa neno kwa family, ya kwamba hii familia, we must go to church, we must share the word together, we must have that fellowship. Kuna disconnection kubwa sana katikati ya wazazi na watoto wao. Kwa sababu gani? Wazazi hawakuweka msingi wa urafiki. Wazazi wengi hawana urafiki na watoto wao. Ndipo unakuta watoto wanaweza fanya anything without involving their parents. Ndipo watoto unakuta ya kwamba wanapokuwa wakubwa, they are living their own life regardless of their parents. Na sio kitu kizuri, sio kitu cha kupendeza. Ni mtu amekosa kuweka msingi wa urafiki na watoto wake. Hakikisha watoto wako wewe umeweka msingi wa urafiki na wao, ya kwamba you are free to your children, you are free, you can talk, you can gather together, you can enjoy life together with your children. Hiyo ni msingi ambao inahitajika kwa every family. Na niseme ya kwamba msingi huu ukikosekana, msingi wa maombi, msingi wa kutafuta Mungu, ni kusema ya kwamba maisha ile utakaa haitapendeza. Unahitaji Mungu on a daily basis.
Hakikisha Mungu amepata msingi katika familia yako. Every journey on a daily basis, hakikisha kuna msingi unawekea, kuna msingi ya watoto, kuna msingi ya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Weka msingi kwa watoto ya kwamba wanaweza shukia dhambi. Msingi ya kwamba they can resist sin. Na if wewe mwenyewe hauna hiyo msingi ya kwamba hauwezi kataa dhambi, ni kusema ya kwamba hawatakuwa na hiyo msingi. Mtu huweza kuweka msingi ili yako nayo, ili amebeba uzito nayo. Kuna watu inapofika ni kwa misingi hawana uzito. You need to be sure that you lay your family on a strong foundation. Weka msingi wa imani. Uhakikishe familia yako imemwamini Mungu. Hata kama changamoto zinakuja na maybe mnashindwa kusolve, weka msingi ya kwamba hii changamoto kwa Mungu ni kitu kidogo na ako na uwezo wa kuisolve. Familia inapokosa hiyo msingi, ni kukwambia ya kwamba vitu zitakapofika mahali ziharibike, they will not learn to God, maana haukuweka msingi wa Mungu. Vitu zikifika mahali zikiwe gumu, watoto hawakupata msingi wa Mungu, ishara ni hii: hawatakibia kwa Mungu kutafuta suluhisho, maana hawana hiyo msingi. Ndipo unakuta watu wengi wanatafuta watu wa waombezi. Ndipo unatapata watu wengi wanaenda kutafuta solution kwa diviner. Ndipo unatafuta watu wengi wanakibiria marafiki. Ndipo unatafuta watu wengi wanakibiria solution ambayo inahitaji kutafutwa kwa jamii, wanaenda kuitafutia polisi. Hiyo ni msingi imekosekana. Watu wakiwa na msingi imara hawatapelekana kotini. Msingi wa urafiki, msingi wa upendo, hawatapelekana kotini. Number two, kwa nini vitu gani unahitajika ukue careful nazo? Nimesema number 1 ni msingi. Number 2, unahitajika ukue careful so that you may not be a stubborn block. Usikue kizuizi. Unahitajika ukue makini. Usikue wewe ndio mtu yule anafugia watu wengine njia. Katika haya maisha watu wamepewa level tofauti. Katika haya maisha kuna watu wameinuliwa zaidi na kuna watu wako chini. Katika haya maisha kila mtu ambaye ameinuliwa umepewa nafasi ya kushika mtu mwingine mkono na umuinue. Maisha inakuaga hivyo. Mungu hutumia watu kuinua watu. Kila mtu ameinuliwa ako na nafasi ya kushika mtu mwingine mkono na kumuinua. Unakuwa makini, usikue a stubborn block. Stubborn block ni kusema ya kwamba usizuie watu wamfanyie Mungu kazi. Kwa mfano, nipeane mfano hivi ya kwamba wewe umeoa mke na mke wako maybe ni mtu anaserve kanisani, kuna kazi anafanya, lakini on Sunday unakuwa mkali wewe mzee, unakuwa too harsh hivi kwamba yule mke mpaka moyo utashafuka, hataenda kanisani kutumika. Ataamua sasa kuna haja gani niende kanisani saa 5? Maana akimaliza hii unampea hii, akimaliza hii unampea hii, na kusudio lako ni asiende kanisani. Ni kweli wewe hauendi kanisa, ni kweli wewe unakaa nyumbani, lakini huyu mke mkishikana na yeye ulimtoa wapi? Haukumtoa kwa baa, ulienda kanisani ukatoa mke na ulimpata akiwa na serve. Lakini sasa amefika kwa boma yako, ameitwa wife, sasa hawezi serve. Moyo wake mpaka unakuwa mzito, anashindwa kumtumikia Mungu, na ni wewe umesababisha. Mtu hukua mwangalifu, usikuwa stubborn block. Usikuwa ni wewe kizuizi cha watoto wako, ati ya kwamba watoto wanataka waoleke lakini wamefikisha miaka, ama kijana wako anataka aoe, amefikisha miaka ya kuoa, amekuambia dad nimepata yule binti na ndiye nataka, unasema hapana, hakuwezi olewa maskini katika hii jamii. Jamani, hata hakuna mtu uzaliwa na pesa, watu ni kutafuta, wametafuta. Ruhusu kijana wake, as long as huyo msichana ameona wamesikizana na wameelewana, ruhusu huyo kijana aoe huyo msichana. Wacha kusema ati familia yao ni maskini. Familia yao kuwa maskini sio kumaanisha mke si mzuri. Wewe ile kitu unahitajika uangalie ni yakuwe mke mwema. Muangalilie kijana wako kama huyo mke ni mzuri. Ukiona mke tu ni mzuri, regardless ya background ya kwao, ati ya kwao wanakaaga hivi, ondoa hiyo misingi ya kuzuia, unakuwa stubborn block. Ati ya kwamba
kijana yako anataka kusomea kitu fulani, ama msichana wako anataka kusomea kitu fulani, wewe ndiwe kizuizi, unamlazimisha, unamwambia kwamba hiyo kitu huwezi soma. Hapana, mimi nilikuwa nimepanga ya kwamba wewe utasomea kitu fulani, maana hii kitu ndio marketable. Ni sawa, anaweza soma hiyo kitu unataka, lakini mwishowe akimalizana nayo akwambie, sasa chukua degree yako dad, nilikusomea hii na mimi nataka sasa uniruhusu nirudi shule na mimi nisome yangu. Ile ulikuwa nataka nikuhitimie, nimekupatia. Hiyo ni kukua stubborn block. Na kuomba katika jina la Yesu ya kwamba unazuia mtu alikuwa apewe promotion, unakataa kwa sababu wewe ni manager. Unasema huyu hapana, 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 hapana. Wewe uko na access na CEO, wewe uko na access na chairman wa kampuni. Unafunga kila mlango ili hali ni yeye ako qualified, lakini unajua ya kwamba huyu hata inuka, niko na mtu mwingine ambaye ndiye na favor, ndiye anataka inuke. You become a stubborn block. Unahitajika ukuwe mwangalifu ili katika haya maisha usikuwe ni wewe kizuizi kinachozuia watu wafike katika hatima zao. Ni wewe unazuia watu waelekee kule walikuwa naenda. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea hivyo ndivyo uweze kujielewa ya kwamba mtu akikuwa kizuizi, kuna vitu ambazo zinaumizaga Mungu. Ati ya kwamba umeamuka tu hutaki kwenda kanisa, unaita watoto wako unawaambia, mimi sitakagi muende kanisa nikiwa siko, na kwa hivyo leo hatutaenda kanisa. Watoto wanaumia moyo, lakini kwenda kanisa ukiwa na furthermore, kwa nini usiende kanisa? Kwa nini wewe ukae nyumbani? Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea hivyo ndivyo wewe ujiangalie, usikuwe kizuizi, not to become a stubborn block. 1 Corinthians chapter 8 and verse 9. 1 Corinthians chapter 8 and verse 9. Biblia inasema, be careful however that the exercise of your rights does not become a stubborn block to the weak. The exercise of your rights. Ni kweli kuna haki zako, unahitajika ukuwe mwangalifu. Kuna haki zako unasema hii ni haki yangu, ile ambayo unaita haki yako. Paulo anaambia watu wa Korintho ya kwamba hiyo ukuwe makini, be careful ya kwamba ile unaita haki yako isikuwe ni kizuizi cha watu wale ambao hawana nguvu. Na kwa hivyo ikiwa kuna mtu mnyonge na kuna kitu una feel ya kwamba hii nafaa kufanyiwa, be mindful kwa yule mtu mwingine, ili asijikute ya kwamba yeye anaumia. Mama mwingine aliambiwa na mzee wake tuende kanisa. Akamuuliza, kanisa saa hii? Mzee alikuwa anataka kwenda kanisa saa 2. Mama ndiye alikataa. Akamwambia, ni mapema sana, tutaenda saa 5:30. Mama alikwazwa. Yaani mzee alikwazwa na mama. Na mama alipolazimishwa akaanza kujitayarisha. Alishukua masaa 2 kujitayarisha, mpaka ikafika ile saa alikuwa amesema saa 5 ndiye alitoka. Sasa hii ni kuwa stubborn block. Na kuomba mahali popote ulipo, kama unanisikia, usikue kizuizi chochote katika maisha ya mtu. Na ndio maana nasema ukue mwangalifu. Number 3, unahitaji kwa nini ukue mwangalifu? So that you live a wise life. Living as wise. Uishi kama mtu mwenye hekima. Uishi kama mtu mwenye hekima. Kuwa na hekima ni kusema hivi. Kuwa na hekima ni kusema hivi ya kwamba katika maisha yako hautaumiza watu. Hiyo ndio unahitajika ukuwe mwangalifu. Uishi kama mtu mwenye hekima. Mwenye hekima ni kusema ya kwamba ukiinuliwa katika maisha, ushunge na ukuwe mwangalifu kwa watu wengine. Ukiinuliwa katika maisha, ukuwe mwangalifu nimekutana na mzee mmoja wakili mwenye hekima ambaye katika sherehe si sherehe, ilikuwa shughuli ya maombolezi, vile watu wanaenda before mazishi ifike. Na kwa hivyo mahali palikuwa panaendwa mazishi, yeye huyu wakili ni mtu ambaye anaishi na hekima. Kwa hivyo aliwekewa meza yake kando. Ile familia wanamuheshimu sana, wanamheshimu. Walimwekea meza yake kando, wakampatia kikombe tofauti na zile vikombe vingine, na chai yake akaletewa na thermos kando. Akae hapo na rafiki yake mwingine wakiongea, ili hali watu wengine wamepanga laini. Yule mzee alisema hapana,
hii kikombe alijitetea na kikombe, maana alikuwa ameletewa na wale wanapagaraini pale. Kuna zile vikombe za plastic, kuna zielewa zile vikombe za plastic kubwa, na ile kikombe ameletewa ni hii kikombe ya wastani, sijui inaitwaje, hii kikombe ya kawaida tu, lakini kikombe smart, si ya plastic. Akasema mnataka kunifinyiria nisikunywe chai mingi, ndio mmeniletea haka kikombe kadogo, mimi sitaki hii nataka kuchukua kikombe pale. Akaenda pale akachukua kikombe na akakunywa na hiyo kikombe ya plastic. Wale wengine walikuwa nakunywa na hiyo, ili hali yeye mwenyewe ndiye peke yake ameletewa kikombe tofauti. Ni kuishi na hekima ya kwamba nikikuwa treated hivi watu watanishukulia kama nimekuwa special sana ama niko level ya juu. Anaishi na hekima na watu. Akapaga laini pala na akawekewa chai kwa kikombe, na akajitetea ili asikasirisha mama mwenye kumletea. Akasema ya kwamba unataka nikunywe chai kidogo ndio umeniletea na haka kikombe kadogo, mimi nataka ile kikombe kubwa. Na nikujitetea ili hali sio ati yakona nia baya, ni kujaribu kuongea in such a way that asikwaze huyu na asikwaze huyu. At the end of the day it was a win-win case. Living as wise ni kuishi kama mtu mwenye hekima, ni kuishi kama mtu ambaye anajua mwelekeo, ni kuishi kama mtu ambaye anajua ninatakana nikae namna hii. Nikwambie maneno haya, Ephesians chapter 5 and verse 15. Ephesians chapter 5 and verse 15. Biblia inasema, be very careful then on how you live, not as unwise but as wise. Biblia inasema ukuwe mwangalifu vile tunaishi, si kama mtu ambaye hana hekima, bali kama mtu akona hekima. Hekima ni gani? Kila relationship unaigianga ndani yake, munamalizaga relationship na matusi. Kila relationship unaingia ndani yake, utaasha kuna mtu anaumia, kuna mtu anapiga duru. Wewe hautakuwa na mtu mwenye hekima. Hekima ni kuelewa ya kwamba hata kama tumekosana na fulani, kuna jinsi naweza nikamwasha na ambaye sitahitaji kuumiza moyo wake. Maandiko inasema kitabu cha Luka ya kwamba Joseph alipogundua ya kwamba Mary ni mjamzito, Biblia inasema akapanga kumwasha kwa siri asije akamwaibisha. Hiyo ni kuishi na hekima. Huyo ni mtu mwenye hekima. Joseph akapanga kuasha Mary kwa siri asije akamwaibisha. Na kuna mtu kila mahusiano ile matusi na itatukanwa hapo, na unaenda, lakini hata ukienda matusi unafuatilizia na maneno ya ushungu ya kuumiza moyo. Ni kusema hauishi kwa hekima. Kuishi kwa hekima mzazi ni kukosa kugoganisha watoto. Hiyo ni kuishi kwa hekima. Kuishi kwa hekima ni kuhakikisha watu wale unalileti na wao on a daily basis. Unaasha hadhi zao zimeinuka. Kuishi na hekima ni kukosa kugoganisha watu kwa wazazi. Wewe kweli uko na pesa na ni wewe unasupport wazazi na wazazi wanaelewa, ni wewe wanakuranga. Hata unaenda ukiambia watu ya kwamba mamangu na babangu ni mimi wanakula, ni sawa. Lakini kuambia mzazi fulani hakusaidiangi ni kukosa hekima. Unafanya mzazi aigie moyo wa ushungu, na wewe umebarikiwa, uko na uwezo wa kusaidia, uko na uwezo. Hiyo ndio hekima. Kuishi na hekima ni gani? Ni kukosa kuunganisha wafanyikazi na boss na kuigilia wafanyikazi ya kwamba wewe umepatiwa nafasi ya juu ya kazi, na kuna wafanyikazi dhaifu kwenye hiyo kazi, na wewe ndiwe supervisor wao. Usigonganishe wafanyikazi na boss. Hiyo ni unahitaji kuwa mwangalifu. We all need each other. Dunia vile imeubwa, hakuna kitu kimetengenezwa kifanye kazi peke yake. Dunia imeubwa vitu zote zifanye kazi zikiwa zinasaidiana na zingine. Let me tell you, nikikupatia gari leo ikiwa haina battery, hiyo gari itakusubua. Hata battery ni kubwa, nikikupatia gari haina fuse, haitaenda. Kuna system ya hiyo gari itakataa. Hekima ni kuelewa ya kwamba kila mtu Mungu anakuletea katika maisha yako wako na kazi yake. Kuna mtu ameletwa na Mungu kwako akutengeneza miguu. Kuna mtu ameletwa na Mungu kwako akutengeneza mikono. Kuna mtu ameletwa na Mungu kwako akutengeneza macho. Kuna mtu ameletwa na Mungu kwako akutengeneza vile unaongea. Kuna mtu ameletwa na Mungu kwako akutengeneza vile unavaa. Kuna mtu ameletwa na Mungu. Hawa watu wote wako na kazi tofauti. Utakapokosa kuona maana yao, in reality
utakuta ya kwamba utaumiza watu wengi. Kuishi na hekima ni kusema ya kwamba nitakuwa mwangalifu, nitaishi na watu. Kama ni brother yangu, nitaishi naye vile ninatakana niishi naye. Kama ni sister yangu, na watu wote hawatoshani. Kuna watu dhaifu, wale dhaifu you strengthen them. Na wale ambao sio dhaifu, ujue vile utawahandle. But we all need and required to live as wise men. Unahitajika uko mwangalifu, uishi kama mtu mwenye hekima. Nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya hii nafasi umenipea ni nene, na huyu ambaye amenitegea masikio kwa hizo dakika nimeongea. Ninamwombea katika jina la Yesu ya kwamba ataweza kuishi kama mtu mwenye hekima, na ataweza kuishi kama mtu mwangalifu. Na kama kuna njia tumegonganisha wazazi na watu wale wengine, tukasababisha watu wengine wafutwe kazi na wakose kazi, kwa maneno ya midomo yetu, Bwana, tunatubu ya kwamba makosa ni sisi tulifanya, na kuanzia siku ya leo tutabadilika. We are going to live as wise people. Tutabadilika na tuishi kama watu wenye hekima. Tutabadilika na tuishi kama watu ambao ni waangalifu. Tutabadilika na tuangazie misingi ambayo tumesimama juu yake. Tutabadilika na tusikue vikwazo katika maisha ya watu. Tukue watu wa baraka, tukue watu wa ushindi, tukue watu wa neema. Ninamwombea huyu ambaye amenisikia ya kwamba milango ya ushindi itamfungukia, na kibali chako kitakuwa pamoja na yeye. Pokea sifa, tawala na tamaraki, kwa kuwa wewe ni Bwana na wewe ni Mungu katika maisha yetu. Uinuliwe na uhimidiwe, kwa kuwa wewe ni Mungu, kibirio, tegemeo na msaada. We bless you and we adore you because you are our King. In Jesus' name we pray and we believe. Amen. Na nikimaliza nikwambia kwamba ukuwe mwangalifu, usianguke kwa dhambi. Hiyo pia ni jambo unahitajika kuwa mwangalifu, ya kwamba usipokuwa mwangalifu unaweza jikuta umeanguka kwa dhambi. Majina yangu naitwa Pastor Rafael Maina, mimi ni mchungaji katika CFF Makutano Meru, na Yesu Kristo ni Bwana katika maisha yangu na natawala. Ukitaka kunifikia, kuna namba iko on your screen. Unaweza nipata kwa hiyo namba 0725947795. Ukitaka kunifikia, hiyo namba iko on your screen 0725947795. Na pia unaweza, ukitaka kunisupport, namba ni 0725000070. May God bless you, may God be with you, may you live a righteous life in Jesus' name. Amen.